Tuko na ajenda ambayo nafikiri kwa baadhi ya watu wengi sana walikuwa wakifuatilia ndani ya hizi wiki mbili ama wiki tatu ambazo tayari zimeonekana kuwa ni moja ya trending story ambazo watu wengi sana waliweza kushangazwa na kila mmoja aliweza kuongea kwa upande wake. Lakini kwa siku hii ya leo nitazungumzia moja matukio ya msingi ambayo hayatoweza kusaulika kwa baadhi ya wadau hawa kuweza kunusurika kifo na kuweza kushambuliwa kwa watu wasiojulikana mpaka hivi sasa. Kila mmoja alizungumza kwa upande wake. Kuna baadhi ya watu wakaenda in a marriage zaidi kuweza kuweka hukumu ya moja kwa moja kwa viongozi serikali ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini utazungumza, utahukumu, ila ukweli na uthibitisho bado haujaupata, ila ni matukio ambayo tayari yaliweza kujitokeza. Tukianza pia na mwamba Charles Kitima Padri ambaye ni katibu mkuu wa Umoja, lakini pia na moja ya mwongozo mkubwa akiwa kama katibu wa Baraza la Maaskofu hapa Tanzania ambao ni TEC. Charles Kitima ambaye pia na yeye aliweza kukumbwa na tukio la kuweza kushambuliwa na watu wasiojulikana akiwa ofisini na akiwa katika eneo la mgahawa. Kwa katika matukio ambayo pia yaliweza kuonekana kabisa kwamba ilikuwa nusu kifo nusu uhai ni baada ya Charles Kitima kuweza kushambuliwa vikali kabisa. Kwa hiyo hapo tunazungumzia kwa yale matukio ambayo tayari yameweza kuongelewa na kuzungumzwa zaidi, yale matukio ambayo yalingeweza, na pia kama isingeweza kutokea neema basi tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Kwa ni matukio na ni moja ya wadau ambao waliweza kunusurika kifo kwa kile walichoweza kukizungumza, ambavyo nafikiri kila mmoja aliweza kuzungumza kwa upande wake. Lakini kwa yeye Charles Kitima aliweza kuzungumza kwa hekima zaidi baada ya tukio hilo kuweza kutokea na kuweza kushambuliwa, na huku bado akiwa hajafahamu walioweza kumfanyia tukio hilo, licha kwamba kuna watu walikuwa wakizungumza na kuhukumu pia chama pinzani ama kumhukumu pia rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tukiachana pia na Charles Kitima bwana, tulikuwa na mwamba kutokea jiji la Mbeya Green City ambaye ni Mdude Nyagali ambaye pia na yeye baada ya kuweza kushambuliwa na watu wasiojulikana, yani ilikuwa nusu kifo nusu uhai. Kwa hiyo pia na yeye anaingia kwenye listi ya watu walioweza kutrendi sana, ambaye kwa sasa amekuwa akizungumziwa vikali sana. Yani ukiachana na Charles Kitima ambaye ni padri, basi pia Mdude Nyagali ambaye na yeye mwenyewe aliweza kuzungumziwa, na huyu pia ni mdau mkubwa sana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye amekuwa akisapoti na akikubali sana itikadi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo pia, ambaye yeye amejikuta akiingia kwenye listi ya nusu kifo nusu uhai. Bwana, cha msingi tukutane kwenye comment kwa siku ya leo. Tulikuwa na matukio na watu ambao waliweza kunusurika kufa nusu kifo nusu uhai, ambao mpaka sasa hivi wako katika hali ambayo iko salama kabisa. Hii ni Hatboy Media, cha msingi tukutane kwenye comment.